Marekani imeendeleza operesheni yake ya kijeshi dhidi ya Iran kwa kufanya wimbi la pili la mashambulizi makubwa usiku wa kuamkia hii leo Alhamisi Juni 11 mwaka 2026 dhidi ya maeneo mbalimbali ya kijeshi ndani ya Jamhuri ya Kiislamu, hatua inayozidisha hofu ya kuingia katika mzozo mpana zaidi wa kijeshi kati ya mataifa hayo mawili yenye uhasama wa muda mrefu. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya kamandi kuu ya jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati CENTCOM, mashambulizi hayo mapya yalifanyika usiku wa kuamkia hii leo na yalihusisha matumizi ya silaha za kisasa zenye uwezo mkubwa wa kushambulia kwa usahihi wa hali ya juu. Marekani imesema ililenga uwezo wa Iran wa ufuatiliaji wa kijeshi, mifumo ya mawasiliano pamoja na maeneo ya ulinzi wa anga ambayo kwa mujibu wa Washington yalikuwa yakihatarisha usalama wa wanajeshi wa Marekani na usafiri wa kimataifa wa majini katika ukanda wa Ghuba. Katika taarifa yake, CENTCOM ilieleza kuwa mashambulizi hayo yalifanywa kwa kutumia makombora ya kisasa Tomahawk yaliyorushwa kutoka kwenye meli ya kivita Marekani yenye uwezo wa kubeba na kurusha makombora ya kuongozwa kwa teknolojia ya hali ya juu. Video iliyotolewa na jeshi hilo inaonyesha makombora yakiondoka kwa kasi kutoka kwenye kizindua cha manuari ya vita kuelekea maeneo yaliyokusudiwa ndani ya Iran. Jeshi la Marekani limesema operesheni hiyo ilipangwa kwa umakini mkubwa ili kupunguza madhara kwa raia wa kawaida, huku ikilenga moja kwa moja maeneo ya kimkakati ya kijeshi ambayo Marekani inaamini yalitumika kuratibu shughuli za kijeshi za Iran katika eneo la Ghuba ya Uajemi na mlango wa Hormuz. Kwa mujibu wa maelezo yao, maeneo yaliyoshambuliwa yalijumuisha mifumo ya rada ya kijeshi, vituo vya mawasiliano ya kijeshi pamoja na baadhi ya maeneo ya ulinzi wa anga yaliyokuwa yakifuatilia harakati za anga katika eneo hilo. Marekani imeeleza kuwa hatua hiyo ni mwendelezo wa operesheni ya kujibu kile ilichokiita uchokozi usiohalalishwa na Iran kufuatia tukio la kuangushwa kwa helikopta ya jeshi la Marekani karibu na mlango wa Hormuz. Washington imekuwa ikituhumu Tehran kuhusika moja kwa moja na tukio hilo, madai ambayo yameongeza kasi ya mzozo katika siku za hivi karibuni. Rais wa Marekani Donald Trump tayari alikuwa ameonyesha msimamo mkali kuhusu swala hilo katika siku za hivi karibuni, akisema Iran italazimika kulipa gharama kwa hatua zake. Katika kauli zake za awali, Trump alisema mashambulizi ya kwanza dhidi ya Iran hayakuwa mwisho wa hatua za kijeshi za Marekani, akionya kuwa Washington iko tayari kuendelea kushambulia iwapo Iran haitabadilisha tabia yake au kukubali masharti ya Washington. Kauli hizo zimeonyesha mabadiliko makubwa kutoka katika matamshi ya awali ambapo Trump alikuwa akieleza matumaini ya kufikiwa kwa makubaliano mapya kati ya Marekani na Iran kuhusu usalama wa kikanda na programu yake ya nyuklia. Hata hivyo, kuongezeka kwa mashambulizi ya kijeshi sasa kunaashiria kuzorota kwa juhudi za diplomasia, huku pande zote zikionekana kujiandaa kwa hatua kali zaidi. Mlango wa Hormuz ambao umekuwa kitovu cha mvutano huu ni moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta duniani. Takriban sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa kimataifa hupitia eneo hilo kila siku, jambo linalofanya mzozo wowote katika ukanda huo kuwa na athari kubwa kwa uchumi wa dunia. Tayari masoko ya kimataifa yameanza kuonyesha wasiwasi, huku wachambuzi wakitabiri kuwa kuendelea kwa mapigano kunaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta kwa kasi, kuongeza gharama za usafiri au hata bei za bidhaa katika mataifa mengi duniani. Wataalamu wa usalama wa kimataifa wanaonya kuwa mashambulizi ya pili ya Marekani yanaweza kuchukuliwa na Iran kama hatua ya kutangaza awamu mpya ya vita visivyo rasmi kati ya nchi hizo mbili. Hii inaweza kuisukuma Tehran kuongeza mashambulizi yake ya kulipiza kisasi dhidi ya maslahi ya Marekani katika Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo katika mataifa ya Ghuba kama vile Iraq, Bahrain, Qatar na Kuwait. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.